Naam, karibu tena mtazamaji. Sasa imebainika kuwa zaidi ya wanaume 30 kutoka vijiji vitatu jirani walisafiri kwa kazi za kwenda kupigana nchini Urusi. Zaidi ya miezi mitatu baada ya taarifa za Wakenya kusajiliwa kupigana Urusi kujitokeza, Vincent Ndung'u kutoka Gatundu anasimulia namna alivyosafiri kwa urahisi kutoka nchini na kisha kutoroka Urusi na kurejea nyumbani, akifichua namna wenzake kadhaa kutoka eneo hilo walivyosafiri kwa maisha bora. Gatete Njoroge alizuru Gatundu na kutuandalia taarifa hii. Kijiji cha Kimunyu, Gatundu Kusini, Vincent Ndung'u anatukaribisha nyumbani kwao. Moyo wake umetulia mwezi mmoja baada ya kutoroka Urusi alikosajiliwa kupigana katika vita kati ya Urusi na Ukraine. Ilianza Disemba tarehe 6, rafikie alipomweleza kuhusu kazi hiyo. Bila kazi na watoto watatu, Ndung'u aliamua kujaribu. Alitarajia bonasi ya shilingi milioni 1.6 na mshahara wa $300,000 kwa mwezi. Ukiangalia hiyo, ukifanya hiyo hesabu unaona by the time unamaliza contract ya mwaka moja, juu contract unapewa ya mwaka moja, itakuwa nimejaribu kusetu kidogo hivyo. Kwa usiri, alianza kujiandaa kuondoka nchini bila kuarifu familia. Nilikuwa naona nikiambia mama yangu hata kubali niende. Juu hata kuna siku alikuja nikiwa nimeenda town kurudi, akaniuliza, umetoka town na usiku unaenda kupelekwa Ukraine? Kwanza alikuwa anasema usiku unaenda kupelekwa Ukraine. Chini ya siku 12 alikuwa amepata stakabadhi za usafiri na kuelekea uwanja wa JKIA alipodai kuona dalili. Si ati vile unaendaga ati shika pigwa picha pale, kuna kaukora ilikuwa juu unapeana pepa anakuambia panda juu. So ni kitu ilikuwa imepangwa hadi kwa airport. Hata kuna jamaa alitolewa passport na one day. Wakiondoka watano kujiunga na jeshi la Urusi, wawili walikuwa wa Gatundu. Baadaye aliifahamisha familia yake akiwa safarini. Walitua Urusi na kujiunga na Wakenya wengine 11. Watatu kati yao walikuwa kutoka vijiji jirani na Ndung'u. Ni hapa ndipo walipata taarifa kutoka kwa wenzao waliofika mbele kuwa hali si hali. Yeye hakutuficha. Alituambia mimi ndio nilifanya ukuje tutafute do, tuliachana nazo. Yaani alikuwa anasema hatuwezi kufa sisi wote, afadhali wenye tushaingia tubaliziwe nyimuru. Miongoni mwa wale waliowaonya ni Alex Kanyago kutoka Gatundu mjini. Aliondoka Kenya Disemba mwaka jana. Yeye mwenyewe alinipigia simu akanieleza, mama, mimi nimeona kazi nyingine Russia. Nikamuuliza ati Russia? Ya kwanza nimeanza kulia. Mwanawe alikuwa akimtumia picha kabla ya kuenda mazoezi. Januari 21, baada ya mwanawe kumaliza mazoezi, alipata bonasi ya milioni 1.5 na kutuma nyumbani shilingi $300,000. Alimweleza anaenda vitani, ila kwa miezi miwili sasa hawajapata kuzungumza tena. Siko sawa. Mimi nasikia kama nimegojeka. Kama presa yangu inakuja juu. Mimi nafanya kazi, lakini kwa kazi nakaa kweli. Ndung'u na rafikie walimudu kutoroka baada ya kusaidiwa na dereva wa teksi. Walinunuliwa tikiti na kurejea Kenya. Miezi miwili kabla yao kusafiri, rafiki wao mwingine Isaac Kong'o kutoka Gatundu mjini pia aliondoka. Familia inasema mara ya mwisho alipiga simu ilikuwa Disemba mwaka jana. Sasa hatujui kama amekufa au kama hai. Sasa tunasema president wetu aweke bidii, hawa watoto warudi hapa. Familia hizi zimedhibitisha zaidi ya vijana 30 kutoka vijiji vya Kimunyu, Gatundu na Hadege walielekea Urusi, wengi wakiwa wamekwama huko. Gatete Njoroge, runinga ya Citizen, Gatundu, kaunti ya Kiambu.